zaidi ya mwongo mmoja, safari ya maendeleo ya Kenya imeongozwa na azma moja ya muda mrefu, Vision 2030. Ilizinduliwa mwaka 2008. Mpango huu ulitaka kuibadilisha Kenya na kuifanya nchi ya viwanda na kipato cha kati iliyojengwa juu ya mageuzi ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Leo tunapokaribia mwisho wa sura hii, Kenya inaandaa mazungumzo kuhusu yajayo, mazungumzo ya kitaifa. Katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta mjini Nairobi, Wakenya kutoka sekta mbalimbali walikutana kwa uzinduzi wa mazungumzo ya kitaifa kuhusu mustakabali wa Kenya baada ya Vision 2030. Azma ni wazi: kuunda ajenda ya muda mrefu ya kitaifa ambayo haimilikiwi na serikali au chama cha kisiasa, bali na wananchi wa Kenya. I'm told that many Kenyans are skeptical. They believe that Singapore is too high up target for Kenya to reach in this generation. Vijana, wafanyikazi, wataalamu, viongozi wa biashara, jumuiya za kidini, mashirika ya kiraia, vyuo vikuu na kaunti zote zinaitwa kushiriki katika mazungumzo haya. Kwa sababu Kenya ya kesho inaanza na maamuzi tunayofanya leo. Tujenge juu ya katiba. Na mazungumzo haya hayaanzi kwenye ukurasa mtupu. Msingi wake ni katiba ya Kenya ambayo inaweka kanuni za demokrasia, uhuru, utawala wa sheria na taasisi imara, huku ikihakikishia raia haki ya kupata huduma za afya, elimu, nyumba, chakula, maji, usalama wa kijamii na heshima ya binadamu. Changamoto sasa ni kufafanua ahadi hizi zinapaswa kuonekana vipi katika maisha ya kila siku ya Wakenya, na muhimu zaidi, zitimizwe vipi. To build for the future, we must have a clear view of the future that we desire and commit ourselves to building it block by block until we achieve it. Vision 2030 imeacha alama kubwa. Imeleta mwelekeo wa pamoja wa maendeleo ya taifa, imeimarisha mipango ya muda mrefu na kuleta uwekezaji mkubwa katika miundombinu, nishati, mawasiliano ya kidijitali, elimu, afya na huduma za kifedha. Lakini safari pia imefunua mapungufu. Ukuaji wa uchumi wa 10% kila mwaka haukudumu. Azma ya kufikia hadhi ya nchi ya kipato cha kati mwaka 2030 haijatimizwa. Huku ukosefu wa ajira, gharama ya maisha, tofauti za kimaeneo na miradi iliyobaki bila kukamilika ikiendelea kuwa changamoto kwa nchi. Kwa hivyo, sura inayofuata lazima ijifunze kutoka kwa mafanikio na mapungufu ya zamani. Lakini ajenda ya mabadiliko ya kitaifa haijengwi na serikali peke yake. Inahitaji pia jambo la kibinafsi zaidi, wajibu wa kila mtu. Kila Mkenya ana jukumu katika kuunda jamii anayotaka kuishi, kupitia maamuzi anayofanya, jamii anayojenga na mchango wake kwa taifa. How many nations give voice to the citizen in the way we are about to? Ujumbe ni mmoja: mabadiliko ya kitaifa huanza na azma ya pamoja, lakini yanasimama imara kwa wajibu wa kila mmoja wetu. Muda umechaguliwa kwa maksudi. Vision 2030 inakaribia kukamilika, na Kenya lazima iepuke pengo la sera na maendeleo. Mpango ujao wa muda mrefu lazima ujenge juu ya vipaumbele vilivyobaki, uelekeze uwekezaji wa baadaye na utoe mfumo wazi kwa miaka ijayo. Na tofauti na mipango ya muda mfupi, mfumo huu unalenga kudumu zaidi ya mizunguko ya uchaguzi na mabadiliko ya serikali. Let us bring the cocktail of ideas and have a plan for our country
into the future. It is our opportunity. Let us not abdicate. Let us not delegate. Let us not run away from that responsibility. Vision 2030 ilikuwa ahadi ya mabadiliko. Mazungumzo ya baada ya 2030 ni fursa ya kufafanua upya ahadi hiyo. Kujiuliza ni Kenya ya aina gani tunayoijenga, ni mustakabali wa aina gani tunataka kuachia, na kila mmoja wetu yupo tayari kufanya nini ili iwezekane. Kwa sababu Kenya ya baada ya 2030 haitarithiwa tu. Viongozi wote tushikane mikono tuijenge Kenya. Itajengwa pamoja. Wananchi wote, viongozi wote tushikane mikono tuijenge Kenya.